Jumamosi, Jumapili, jana Jumatatu kwa utaratibu wa dawati basi babiza tu vitu ili mambo mengine yakamilike. La kwanza kuna moja kati ya video clip ambayo ilikuwa ni kubwa sana ikiwaonyesha watu ambao wamevalia baibui kule Zanzibar. Nimeiona wakimshambulia Yes, uliona? Sasa sijui wamemsearch wamekuta ana hela ndio maana wamempiga basi sijaelewa. Sasa kama wamemsearch sana muda mrefu. Wamemaliza wamempiga. Alafu wale watu kama unajua Husna ogopa sana kukutana na mhalifu ambaye ana nguvu. Yana anakuwa na kumudu anakufanya unavyotaka wewe. Au wale vijana yule baba mtu mzima. Kama kidogo yule baba ni mtu mzima fu wale vijana hapo wawili ilikuwa lazima wamzidi nguvu. Sasa nimeona kamanda wa mkoa mjini Richard Mchomvu ambaye amethibitisha kutoka tukio lile ambako wamesema lilitokea tarehe 27 ya mwezi wa 5. Okay. Lakini zaidi anafafanua kuhusiana na tukio hili. Kamanda kutokea visiwani huko polisi kwa mjini Zanzibar. Labda tu niseme kwamba tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 5 usiku pale kwenye kituo chetu cha Mazizini ndugu Nasoro Suleiman Nasoro yeye ana miaka 30 ni mkazi wa Kisauni. Alifika pale akatoa taarifa kwamba amevamiwa na vijana wapatao kati ya 5 au 7 wakamshambulia kwa mapanga lakini kwa hiyo wakawa wamemjeruhi majeraha madogo mwilini mwake. Kwa hiyo tukio lile kwa bahati nzuri likatoka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo likaonekana watu wakaliona. Kwa tukio hili limetokea. Sasa baada ya kufanya uchunguzi, siku ile tukaanza uchunguzi siku ile usiku tarehe 27. Kwanza tulibaini kwamba yule bwana Nasoro Suleiman Nasoro alikuwa kule Kisauni, kuna watu wana mambo ya hovyo. Watu wana tabia kuuza pombe za kienyeji. Hizi pombe zinaitwa mabogonya. Si unazijua pombe zile zinazotengenezwa kwa mazao. Kwa hiyo alikuwa mahali anakunywa hizo pombe na vijana au vijana waliompora wakamuona ana pesa 300,000. Walipoona ile wakatoka haraka kwa sababu maeneo ni maeneo pale Kisauni, wakaenda wakavaa baibui utaziona pale wanamjua. Kwa hiyo wakamvizia njiani wakati anapita ndio wakamvamia kwa lengo la kumpora zile hela. Sasa kwa bahati mbaya zile hela anafikiri alikuwa shazitumia kwa mambo yake mengine nao nini kwa kuzikuta. Kwa hiyo tukio la kweli litokea na mazingira yake yalikuwa hayo. Sasa baada ya kuliona lile tukatafuta taarifa. Kwa hiyo nashukuru wananchi walitoa taarifa nzuri. Tarehe 28 tulifanya msako mkali baada ya kupata taarifa na kujua kwamba kweli kuna vijana sasa hivi wamekuwa na hiyo tabia ya kuvaa hayo mavazi na walionekana kwa siku moja. Ilikuwa ndio tukio la kwanza. Wananchi waliona, maana wananchi wapo wanapita wanaona. Kwa hiyo wale wananchi wenye busara, wenye hekima wakawaona wakatoa taarifa polisi kwamba wako watu wanavaa baibui wanavizia. Kwa hiyo tukafanikiwa kufanya msako mkali. Katika msako huo tukafanikiwa kuwakamata vijana 8. Lakini kati yao 8 tuliowakamata 3 wameshiriki katika tukio nilisema la tarehe 27. Saha Hamis yana miaka 17 mkazi wa Kisauni. Lakini yeye ni Fahadi Ali Muslim miaka 16 naye ni mkazi wa Kisauni. Mwingine anaitwa Ali Sufiani Rashid miaka 22 na ni mkazi wa Kisauni. Hao tumewapata walipojua wakakiri na hivyo bwana wakaeleza kwamba kuna kiongozi wao, wakawapeleka askari kwake, sitamtaja jina kwa sababu tunamtafuta. Ni vijana kama unavyoona umri wao wote ni watoto miaka 16 17. Na kweli ni watoto. Ndio maana walikuwa wamemzidi yule baba. Sasa kwa nini walimpiga kama alikuwa ana hela? Wanajifundisha, wanajifunza. Matokeo ya kihalifu. Ukiona vile kwenye mamovie nini? Nao wanajaribu. Jaribu. Wamemchapa kama mwanafunzi, mwalimu anachapa mwanafunzi. Vibaya sana. Wamefanya vibaya. Walimuumiza. Mabapa ya panga ikawa ulikuwepo ndo amemchapiana. Husna, nafikiri pia mliona zile picha ambazo mwanamuziki msanii Diamond Platnumz aliziposti kwenye kurasa wake wa Instagram. Alafu baadaye tukakutana nazo katika mitandao akionyesha picha akiwa ameoa. Naona hili ndio lilikuwa kubwa sana katika mitandao ya kijamii. Na kisha kama ameandika kwamba miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu hali ya juu. Inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho kipindi au watu wanapokuwa wanakupakazia ubaya fulani kwenye jamii, alafu wewe una ukweli wake lakini unatakiwa ukae kimya, usijibu ile hali ukweli unao ndani yake. Kwa kweli si jambo jepesi, linataka mstaarabu na uvumilivu hali ya juu sana,
na siwezi sema eti naweza sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pili yote akijaribu kusema lolote zidi yangu. Na ndio maana hata interview nimekuwa naepuka kufanya siku hizi, japo sio jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa, maana vita yao inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu na inakuwa uwe mshindi kila siku. Anyway, najua kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platinum na kuoa, ila tu nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platinum alishawahi kuoa, na kuna siku nitawaambia ikawaje anafunga kwenye upande huo. Na kuna baadhi ya video clips ziliachiwa kionyesha shehe wa mkoa Sheikh Walid akimfungisha ndoa mwanamuziki Diamond Platinum. Kwa hiyo lilitembea sana kama gumzo kutaka kujua kumbe kuna watu wanaweza kustiri vitu vyao au wakaficha vitu vyao na maisha yakaendelea. Na ili kuweza kuyafahamu huku nje na mengi unajua mengi yanazungumzwa, yani hawezi kuolewa, hawezi. Kama mnakumbuka vizuri mtu mmoja hapo Maimartha ambaye alikuwa anaongea kwa ujasiri, hawezi. Tena pole pole. Husna Abdul nakumbuka ile kinga kubwa akamwambia. Tukaambia tena wewe Mike no umezidi. Kumbe watu washaoana. Sasa kwa usaidizi wa Bwana Hussein bin Ali alimpigia Sheikh Walid kutaka kujua, kwa sababu yeye alionekana katika video kwa ukubwa zaidi. Kutaka kujua bwana kwamba ni kweli, kwa sababu vile wasanii bwana wakati mwingine unaweza kutaba ni kiki au video au wimbo unakuja kutolewa. Yeye Sheikh Walid ni alijibu katika mazungumzo ambayo alizungumza na Bwana Hussein kwa ujuja. Ile jambo mliona kwenye mitandao ndio vile vile. Sawa. Wameoana na mimi nimewaozesha siku hizi. Basi sawa. Siku nyingi karibu miezi 4 nyuma iliyopita wanazini tu wale, mnaona raha nyinyi, mnaandika watu wanazini. Yaani story zenu zinahusiana kushangilia watu wanazini tu. Hii nayo inawapasua roho. Sema alhamdulillah wale sasa hivi mke na mume. Tumesema alhamdulillah, lakini tumeona yani hii ndio habari ya kuzungumza. Kuweni hivyo. Hapo mkimpigia simu shehe, maana yake unajua shehe anajibu hivyo. Sisi ndio tunataka tukupongeze kwanza. Nyingi huko Zuchu Diamond. Shukrani semeni alhamdulillah, lakini sasa mko ndani mtapata hizo content zenu. Kwa hivyo meshe nimeozesha karibu miezi tena unakaribia 5 sasa. Sasa bwana harusi sasa akasema bwana mtawaambia ilikuwaje, so ikawa imetushtua tukasema tumpigie Sheikh wa mkoa. Habari ya bwana harusi kama kaachana naye message, angekuja kuniambia mimi bwana nimemwacha meje na ndio bali. Basi poa wangu. Okay. Ndio hali ilivyokuwa wakati Hussein bin Ali anazungumza Sheikh Walid. Hussein anasema alhamdulillah. Tumesema alhamdulillah. Kwa kweli alhamdulillah kama wameoana. Kwa sababu kuna ile kama anazungumza kwamba nitakuja siku kuhadithia. Ile sasa ndio imeleta taharuki. Kuna siku nitakuja kuambia ikawaje. Kwa hiyo pale katuacha dilema. Sasa itakuwa isema kwamba mimi nilioa. Kwa hiyo ndio hivyo watu lakini sasa ikawaje ndio kidogo imeleta taharuki. Kwa nini watu wanasubiri sasa kutaka kujua ikawaje? Kwa sababu yeye ndo yani hakufunga. Unajua ile story ambayo haijafungwa imeachwa kwamba inaendelea. Na kafanya maksudi. Na hilo vivyo linatisha baada ya hivi karibuni kuwaona kutokuwa pamoja. Kwa mfano kwenye harusi ile pale ya JP, kwa maana kila mmoja aliingia peke yake. Lakini vile vile Zuchu katika profile yake kufuta ule utambulisho wa WCB kwamba yupo kwenye lebo ile. Kwa hiyo na yeye alivyoandika kwamba kuna siku nini? Nitakuja kuwaambia. Ikawaje? Sasa hapo nategemea nini? Lazima watu tuachwe na maswali. Ikawaje vipi? Kwa sababu taarifa haikutoka kama anatutambulisha. Imetoka kama kuna kitu kinafuata, haya ni mapitio. Na watu sasa ndio wanaendelea kusubiri ikawaje. Watasubiri sana. Muda watu tunao. Muda watu tunao. Hiyo inaitwa watasubiri. Tunasubiri ikawaje. Sasa wakati wengine na wenyewe ambao kwenye mitandao waache kuongea vitu kwa uhakika, kumbe hawajui mambo yakoje. Maswali bado mengi. Nakwambia yule kinyanga hawezi kuolewa, kumbe watu washaoa. Watu na vitu vyao. Watu wana siri zao za dunia. Wanatazama tu. Ndio hajamuona babake Zuchu kuozesha. Sheikh Walid kaozeshwa kama walia. Yule ni shehe. Sasa je, alomozesha kwa niaba nani? Sio msikie Sheikh Walid anamwambia anakuozesha. Kwa hiyo Walid yeye Sheikh Walid ndio kwa niaba ya baba. Na umo shehe. Ndio sijui sasa kama ndio umo shehe vipi haya. Sasa katika muendelezo, kwa sababu hapo yanazungumzwa mengine nafikiri gea unajua. Yalikuwa kizungumzo kwamba nitakuja kuhadithia, na maana watu wanapeleka katika fikra kwamba hawa wameachana.
au kuna nini ambacho kinachoendelea, kwa sababu tumeachwa katika ile dilema. Maana maisha yamekuwa ya kuundaunda. Bwana Hussein alimtafuta mama yake mzazi na Zuchu, bibie Hadija Omar Kopa, kutaka kujua haya yanayozungumzwa ya mengineo ya kuachana yamekaaje, lakini ndoa pia ya mtoto wako inaendeleaje? Kwa sababu Hadija hajaposti. Hajaposti. Bi harusi mwenyewe hajaposti. Makwaba walikubaliana jamani. Waje wana Husda wana maneno mengi, tuache hivyo waendelee kuongea, sisi tuishi maisha yetu kimya. Akiwa ameposti jana. Itakuwa iwe kimya hivyo. Kwani Bi Hadija akaposti? Bwana harusi sikaposti. Ni Zana na Bi Hadija kaposti. Ndio tukauliza Bi Hadija hajaposti, Bi harusi naye hajaposti. Ndio hawajataka. Na walazimisha jamani. Sasa sikia majibu ya Bi Hadija haya. Sijamsikia lakini najua. Sasa nitaka tuongee kidogo kama mzazi wa Zuchu, wa Zuhura. Ongeni sasa. Kuhusiana na ndoa ya binti yako. Subiri mwenyewe kama ulizeni mwenyewe. Ndio. Upande wako kama mzazi labda msindikize na wimbo mmoja hapo Hadija Kopa kumjibu Hussein. Upi unamfanania? Ana nyingi ubibi. Wewe tena. Upi? Hata sielewi. Maana mipasho yake mingi. Wa kumsindikizia kutokana na ile kufuatilia mambo na mpalipi. Prof Paparazi ya kumsindikiza. Mwenyewe akasema muulizeni mwenyewe. Sio mimi nashangaa. Muulize mwenyewe. Hadija hataki. Bi Hadija hataki. Husna, kwenye kumalizia kwa sababu mambo yanakuwa ni mengi sana. Nilikuwa na taarifa ya mwisho kutaka kujua kwamba unijibu anakuwa kwa dakika moja tu. Siku ambayo ulipata kazini, nani alifurahi siku ya kwanza? Yani wewe katika maisha kwanza mimi mwenyewe nilifurahi. Wewe mwenyewe ulifurahi? Nashaje kufurahi mwenyewe. Nilifurahi mimi mwenyewe. Nani mwingine alifurahi? Babangu alifurahi. Mwingine mama alifurahi. Mama alifurahi. Ndugu jamaa na marafiki. Na marafiki. Sasa nimeona dereva mmoja ambaye kapata kazi ya kuendesha mabasi makubwa. Nimeiona. Uliona ile? Marafiki walifurahi kweli kiasi ambacho walimsimamisha. Hivi kuna alikuwa dereva bodaboda nini? Magari mabasi makubwa haya. Lakini baada ya kupata ajira mpya kwenye mabasi haya, marafiki walimsimamisha wakaanza kumwagia maji lile basi. Hebu nionyeshe vibe kidogo tu la marafiki. Lakini kwa karibu sana ambao yani vibe la marafiki. Hilo ndio lilikuwa ni shangwe lenyewe hilo, na ndio maana Husna nikakuuliza kwamba vipi siku yako ya kwanza kupata yani kuajiriwa, nani alifurahi? Lakini niwajuze kuhusiana na taarifa za kimichezo ambako kwa kimtafuta Dula, Heavyweight Dula. Pia kulikuwa kuna mambo mengi sana. Tuliona nusu finali ya CRDB Federation Cup ambayo ilipigwa kule mkoani Manyara. Simba anapoteza kwa goli 3-1 Gea Habibu. Yako mambo mengi ambayo yalizungumzwa kuhusiana na mechi hili. Na kwenye video vya digitali kwa wanasema kuhusiana kwamba bwana pengine Simba kafungwa ili ajipigishe tu shot. Asikutane na Yanga Africa. So wamesema atucheze. Basi na sisi atucheze kwa staili. Na sisi tukutane nao kwa staili hiyo. Lakini pia lakini Dula namuona Dula anakuja Heavyweight. Wameachia au mpira umewapalia? Heavyweight. Naam, asubuhi. Bwana salama, kwema za kwako? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana, tunakutana tena kwa mara nyingine baada ya wiki nzima tukiwa nje ya studio. Tupo hapa, kubwa zaidi ni kuhusiana na yaliyotokea weekend hii. Nusu finali ya CRDB Federation Cup ambako mnyama Simba alikutana na Singida Black Stars kule Manyara. Matokeo 3-1.
Singida Black Stars anaingia kucheza finali kukutana na Young Africa. Lakini kwenye vilinge vya kidigitali vya michezo wanasema kwamba mnyama kama kajivunja hivi asikutane naye. So kweli. Unaona Ya, of course nimeona, nimesikia na nimepitia nimeona, lakini mimi siungani nao. Sababu ndio ule mchezo Simba alizidiwa. Dula, unakunywa nini? Kwenye upande upi Dula? Walizidiwa kwenye kila kitu. Najaribu kukukumbusha. Unajua kabla ya Simba kucheza na Singida ni siku 2 nyuma tu walitoka pia kucheza na hao Singida kwenye ligi. Sawa. Na mechi iliisha kwa goli 1-0, lakini baada ya mechi kulitokea malalamiko mengi sana kwa muamuzi. Nafikiri inakupa hiyo, na Singida waliandika mpaka barua ya malalamiko kwa wanapodai kwamba walipeleka barua ya malalamiko. Sawa. Lakini mimi sasa nimeanza kuelewa kwamba ile inawezekana ulikuwa ni mpango mkakati wa yao ya mechi ya pili. Kwamba pengine waliona kwamba kwa sababu walionewa kwenye ile mechi kwa sababu kulitokea matukio ya penalti mawili. Kwa bahati mbaya kuweza kupumzia kwa sababu na nyinyi mlikuwa mpo nje ya studio kama ilivyosema. Kwa hiyo mechi ya pili nafikiri hata katika jambo ambalo limezungumzwa ukitoa na hilo la kusema kwamba Simba wamejitoa, lakini kuna jambo la Arajiga kama umepitia pia kwenye vilinge utaona kwamba Arajiga amezungumzwa sana. Ndio. Kwamba inaonekana kwamba kama kitu ule mchezo baada ya Arajiga kuperform vizuri, kufanya maamuzi ya haki na ndio Simba wakaweza kushinda. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi, lakini ukiangalia kwenye mchezo wenyewe Simba walikuwa wanaitaka mechi. Na kwa maana unaona walishafikia kipindi cha pili sana. Mpango alikuwa hajaanza, lakini baadaye alikuja aliingia. Lakini hata kile kikosi ambacho unaona ndani kuna Kagoma, kuna Ngoma, kuna Mukwala, kuna Mutale ambaye tumekuwa tukimzungumzia hapa amekuwa akiperform. Manake kocha alipanga kikosi chake ambacho anaamini ni cha ushindi. Kwa hiyo walipata matokeo ndio inaonekana kama hivyo, lakini kulikuwa kuna swala la fatiki, ndio imecheza mechi nyingi ndani ya kipindi kifupi. Kwa hiyo kumekuwa kuna mambo mengi, lakini kwa upande wangu mimi nilivyoona Simba walizidiwa. Vipi kuhusiana na Singida? Dula. Sawa. Tukitoka kwenye kubabiza, vipi kuhusiana na tarehe 15? Maana umezungumza, umetaja vitu vingi hapo kuhusiana kwamba Simba walicheza katika mechi za mfululizo. Unaizungumzaje tarehe 15 lakini kwenye kiporo akitaji moto mwingi kuhusiana na finali ya CAF Champion League ile ambayo tumeona Pyramid ambako wameweza kuibuka ushindi. Okay, nikija kwenye sala tarehe 15 bado kuna mgagaziko kwa sababu Yanga bado wamebaki na msimamo wao ule hawaitambui mechi na hawachezi. Lakini sio kwa maandishi sasa. Haya nasikia kama tamko na vitu ambavyo vinatembea sana katika mitandao ya kijamii. Ni rasmi au wanasema barua hawajapeleka? Barua yani iko hivi. Inawezekana wamepeleka. Lakini mimi nilimsikia afisa habari wa bodi ya ligi Boimanda alikuwa anasema kuna vitu hawezi kuweka public. Yani inawezekana Yanga walipeleka barua lakini sasa hawezi kuweka. Sasa kwa mfano vitu ambavyo hawezi kuweka public inawezekana ndio hilo swala la barua, na kama mnavyojua kulikuwa kuna mazungumzo baina ya bodi ya ligi na Yanga yanaendelea ambayo pia hayajawekwa public. Okay. Na mimi imani yangu inaniambia kwamba bodi ya ligi na Yanga hayo mazungumzo lazima yatakuwa yanahusisha zaidi kusuluhisha ili mradi Yanga aweze kufanyaje kubadilisha maamuzi yake ya kutotaka kucheza. Kwa hiyo hapo nahisi kuna barua imeenda. Ndio. Sawa. Bwana leo siku ya Jumanne itoshe kusema tu kiporo hakihitaji moto mwingi kwa sababu masuala ya kimichezo yako mengi sana. Kesho pia ni siku nitakuandaa mapema zaidi ili tuweze kuyajuza yapi ambayo yanaendelea kwenye tasnia ya michezo. Bwana nashukuru. Asante sana. Usna Jumanne leo tarehe 3. Dawati naomba kuwasilisha, lakini nikimwangalia shangazi Auntie Dede Gina Bibu. Niambie. Tukienda chini. Tukienda chini leo dawatini. Twende. Nimeona Mwenjako amempa zawadi mke wake Benzi. Nimeona. Umeliona?
lina maputo. Lina maputo zawadi ya mke wake. Surprise. Sema surprise. Na watu wamekuja pale, kuna muziki ulipigwa mdogo mdogo. Na ndugu jamaa na marafiki na walikuwepo pia. Zawadi kubwa sana. Sina swali tutakuuliza kwamba mume wako alishakupa zawadi gani, mimi siko huko. Kwa sababu sipo katika maisha yako. Sawa. Ushanielewa. Mimi baada ya kuona vile nilipenda. Na mke wake amepewa zawadi nzuri, nilipenda. Benzi tena. Lakini kuna elimu hapa. Mume wa mtu sio mtu wa faida. Kwa sababu ile kesi ya wale wanafunzi wa chuo. Nimeona yule mmoja yule Kakosa yule zamana. mwembamba kakosa zamana. Na yule ndio kanasema kwamba huyu ni mume wangu. Hivi yule ndio alikuwa anampiga mwenzie? Yule mwembamba. Kwa kakosa dhamana. Karudi ndani. Dhamana yenyewe milioni ngapi ilikuwa? Milioni 5. Milioni 5. Wakati huo watu wawili. Wakati huo mwanamume alikuwa anamgombania. Mwanaume alikuwa anamgombania kamnunulia mke Benz la mamilioni ya pesa. Una ujumbe gani kwa mabinti hawa ambao mume wa mtu kwake ndio anamuona kila kitu? Waache shobo. Waache shobo. Ikifika pahala kama una mume wa mtu umemwona na mahusiano mengi, usimpige mwenzio kwa sababu ya mtu kama hivi. Sasa hebu angalia, umekosa milioni 5, mwenzio kamnunulia mke wake Benz la mamilioni ya pesa. Kwamba alikuwa na milioni 5 na angeweza kukupa akusaidia utoke ndani. Atajifunza, lakini wewe binti. Si watu wanajifunza kutokana na makosa. Ndo hana habari. Hana sasa, kumbe Husna angeshinda kumsaidia. Na pale ndio anaonyesha anampenda sana mke wake. Kwa kama hawaoni hata kidogo. Yaani hata kidogo. Hana habari. Nataka kuambia watu wanaonitumia zile video wakati mmoja anafanya interview. Mimi pia ni binadamu. Unasema kwamba siku hata nikifa nitamwambia mume wangu. Binadamu tunakosea. Hizi ndizo zenyewe. Woyo